Mtazamaji wa Global TV, mimi naitwa Gabi Mtanzania. Hapa nilipo ni Mwembe Yanga alipokuwa akiishi Salum Sudi Ngwele, msanii wa Bongo Flava na msanii wa maigizo. Alishawahi kuhudumu kwenye kundi la Mambo Hayo, lakini pia ni muasisi wa kundi la LWP Majitu ambaye inadaiwa kwamba amefariki dunia. Na hapa nipo na mdogo wake. Habari yako na pole kwa msiba. Asante. Kwanza ningependa kufahamu jina lako, unaitwa nani na ulikuwa upo vipi na marehemu? Mimi kwa majina naitwa Manucho. Mimi na marehemu mimi ni kaka yangu binamu, mtoto wa mjomba wangu. Marehemu ni kaka yangu mtoto wa mjomba wangu. Alikuwa anasumbuliwa muda mrefu na tatizo la TB, kifua kikuu. Kwa hiyo hali ilimzidia ndani ya siku 4 hizi hapa nyuma. Kwa hiyo tukafanya utaratibu wa kumpeleka hospitali ya Temeke, akapokelewa emergency pale. Baada ya emergency akaja akapata kitanda akalazwa hadi kufikia siku ya leo. Mauti nakuja kumkuta majira ya jioni saa 10 kutokana na hali ilizidi kuwa mbaya sana. Na kwa jinsi ambavyo alikuwa amesumbuliwa, alichukua muda gani? Ni muda mrefu au ilikuwa ni muda mchache tu ambao umepita? Katika kuugua kwake kaugua muda mrefu, yapata takriban sasa hivi miezi kama 7 hivi tulikuwa tunamuguza. Mara ya kwanza alienda hospitali akapata dozi akawa anatumia kama kawaida, ila hali ikaja kuchange hapa majuzi tu. Kwa baada ya kuchange ile dawa tulikuwa tunatumia nyumbani, baada ya kuchange hali ndio tukampeleka hospitali kwa ajili ya tiba zaidi na uchunguzi zaidi wa madaktari. Na madaktari kipindi chote wakati wanamhudumia kuipambania afya yake walikuwa wanasemaje? Madaktari katika kupambania afya yake walichokuwa wanatuambia kama sisi familia ni kwamba tusikate tamaa, tuwe tunampa ushauri mzuri kutokana na ugonjwa wake ule alikuwa nao. Na kipindi chote hicho ambacho alikuwa hospitali kwa siku 4 mfululizo ambazo alizidiwa, labda kama ulibahatika kwenda kumtazama kwa hivi karibuni, ulimkuta kwenye hali gani? Na kama umezungumza alikuwa anasema nini marehemu? Hali ya bro kuanzia siku ya juzi ndio ilianza kuchange zaidi, ila alikuwa katika hali ya kuridhisha hadi kufikia siku ya jana ida kama ya mchana hivi. Nilitokea pale one time moja nikakutana naye akaniambia, ndugu yangu Manucho, haya maisha, katika maisha tukubali kuishi kwa kupendana na tusiishi kwa chuki. Leo unaweza mtu ukawa upo, kesho haupo. Hayo ndio alikuwa maneno yake ya mwisho ambayo mimi nilikaa naye katika kitanda tunaongea. Lakini mwisho wa siku kuna dada yetu alikuja anaitwa Salha, akaja akamwambia, dada, mimi baadaye nataka kuku. Ndio kupata anaagizia chakula cha kuku, tunaongea ni fresh tu, kila kitu fresh. Ili kufikia leo asubuhi ya leo ndo hali ikachange, yani ikachange na kuchange zaidi sana. Poleni sana. Natamani kujua Yanka Rhino aliyekuwa msanii wa maigizo na Bongo Flava ameacha watoto, ameacha mke au vipi? Kwa marehemu ameacha watoto watatu. Ana watoto watatu, binti mmoja na wa kiume 2, wote ni wakubwa, ambapo kila mtu ana majukumu yake katika watoto. Sababu kuna mwingine wa mwisho wake, mtoto wake wa mwisho sasa hivi ndio yuko chuo mwaka wa 2, wengine wana majukumu yao sababu alishamaliza kusoma na kila kitu. Na vipi kipindi chote hichi alikuwa akiendelea na sanaa yake, kwa maana kundi lake la LWP na kipindi kile ambacho alikuwa akionekana kwenye michezo ya kuigiza na kundi la Mambo Hayo, wakati akifanya kazi na kina Bishanga kwenye kwenye swala la sanaa muda mrefu aliachana nalo. Swala la sanaa muda mrefu kweli, sababu kipindi mimi nakuwa ndo nilikuwa namuona masuala ya sanaa hapa mtaani, mtaa Liwale hapa Temeke, Mwembe Yanga walikuwa wanakuja wasanii tofauti na Bishanga, walikuwa wanakuja kina Waridi, Singo Mtambalike na wengine wengi wakiwa kina Joti, wakina Mpoki walikuwa wanakuja. Lakini hapa na miaka takriban hata 10 au 15 kazi, yani kila kitu cha sanaa aliachana nacho.
Na kipindi chochote ambacho aliacha sanaa alikuwa akishughulika na nini haswa ambacho mdogo wake labda alikuwa anafahamu? Kipindi chote hiki alichoacha masuala sanaa, alikuwa ni mbobezi wa biashara, alikuwa anafanya biashara zake, biashara ambazo zilikuwa anafanya yeye, hususan ni biashara za mabalo hizo. Biashara za mabalo mchanganyiko, mabalo ya mabegi, nguo na viatu. Vipi ratiba ya msiba? Msiba uko wapi, na je, mazishi mmepanga yatafanyika lini? Msiba upo hapa nyumbani Mwembe Yanga, mtaa wa Liwale hapa karibu na Masjidi Nuru Yakini, na kuzika tunatarajia kuzika siku ya kesho saa 7 mchana baada ya swalati Juma kwenye makaburi ya Temeke Wailesi. Pole sana. Shapoa. Na vipi kuhusiana na hao marafiki zake ambao ama wasanii wenzie, kipindi anaumwa alipata nafasi labda ya kumtembelea? Kwa kipindi hiki anaumwa sina uhakika zaidi, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa mtu wa kuingia, kama nikiingia hospitali mimi naingiaga asubuhi kutokana na mishemishe zangu. Mimi nikiingia asubuhi, nikitoka kula nyuma na kwa silifahamu. Sina uhakika zaidi kwa hilo. Bwana ni mdogo wake na marehemu Salum Ngwele almaarufu kama Yanka Rhino, ambaye alikuwa akifanya kazi ya sanaa ya muziki wa Bongo Flava wa hip hop kwenye kundi la LWP Majitu, ambao makazi yake maalum kabisa ni Temeke, Dar es Salaam. Lakini pia alikuwa akiigiza kwenye tamthilia ya Mambo Hayo, kwenye kundi la Mambo Hayo, ambapo ndani yake walikuwa kina Bishanga, kina Richirichi pamoja na kina Waridi kipindi hicho. Mimi ni Gabi Mtanzania. Kwa taarifa zaidi kuhusiana na kifo chake, basi endelea kukaa na sisi Global TV kuweza kufahamu kila kitu. Asante. Kamera anaitwa Dadizo.